Wanachama cha kitume cha wanataaluma wa Kristo Tanzania kutoka kanisa kuu Kayanga mkoani Kagera wamewataka vyama vingine vya kitume kufanya matendo ya huruma kwa watu wenye uhitaji, hususan katika kipindi hichi cha mfungo wa Kwaresma. Wameyasema hayo wakati wa kukabidhi baadhi ya mahitaji kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum katika shule ya msingi Moreka Mseto inayomilikiwa na Jimbo Katoliki la Kayanga. Wana CPT katika kipindi cha Kwaresma tulionelea tufanye matendo ya huruma kwa ajili ya ndugu zetu, hawa watoto wetu, wadogo zetu. Tukasema ni vizuri tuje tukawatembelee na kwa kila ambacho tumekiandaa waweze kukipokea kwa ajili ya mahitaji yao. Si vingi, hatuwezi kusema kwamba tulivyovileta vitawatosheleza kwa mahitaji yao walionayo, lakini kwa uchache tumekuja na mchele kama kilo 175, tumekuja na sukari kilo 95, tumekuja na chumvi dazeni 2, tumekuja na sabuni za unga mifuko 2 na dazeni 3 pamoja na pakiti 4, sabuni za vipande boksi 2, miche 8, lakini pia tumekuja na maharage ndoo 3, tumekuja na unga kilo 86, tumekuja na mafuta ya kula lita 25, tuna maji, tuna juisi, lakini tuna biskuti na pipi. Lakini kwa upendo zaidi tumekuja na keki ambayo tutakula nao hawa watoto kwa pamoja, lakini pia juisi tulizonazo nyingine tutaziacha, lakini kwa upendo zaidi tungetamani tule nao, tuongee nao, tubadilishane mawili matatu katika ziara yetu ambayo tumefika. Natoa wito kwa vyama vingine vyote viweze kuiga mfano wa CPT, kitu ambacho leo tumekifanya. Tusikae katika utume wetu tukatulia tukafikiria kwamba jamii hazina mahitaji. Mahitaji ni mengi kwa kweli. Kwa hiyo na viasa vyama vingine vijitokeze kuweza kufanya matendo ya huruma katika jamii zetu. Mahitaji ni mengi, watu wana mahitaji, watoto wana mahitaji makubwa sana. Kwa hiyo wasikae katika vikundi kwamba ni chama cha kitume pasipo kufanya matendo ya huruma ili kuleta upendo kwa jamii. Kwa upande wa wanachama walioshiriki katika tukio hilo wamesema umuhimu uliopo hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma. Kipindi hiki natuelekeza sio kwamba ujinyime kula, hapana. Unajinyima kile kitu ambacho unaona kweli kuna wahitaji na kuwasaidia. Tumejinyima kitu hiki kwa ajili ya hawa watoto ndugu zetu, ili basi kile ambacho tumeweza kama sehemu ya sadaka kiweze kuwasaidia, lakini pia kuweza kupata baraka kupitia watu wenye mahitaji. Kiujumla tuko kwenye mfungo wa Kwaresma. Kwaresma tunaaswa au tunasisitizwa tufanye matendo ya huruma. Tukiwa kama chama cha kitume leo tumekuja kufanya matendo ya huruma katika shule hii ya watoto wenye uhitaji Moreka Mseto, na tumejisikia faraja sana kwa sababu kama ujui kuna watu ambao wanapitia changamoto huwezi kujua, kama waoni huwezi kujua, lakini tumejionea ni watoto ambao wana uhitaji sana, wanahitaji faraja sana kutoka kwetu sisi ambao Mungu ametuumba wazima, kila kitu ni hai, tuko hai, tunapumua, hatuna ulemavu wote. Kwa hiyo ni vema na tunaasa pia watu wengine wapate kujitolea na kujitoa kuja kuona watoto na kuwasaidia. Lakini ni watoto ambao wanahitaji msaada sana wa hali na mali. Na katika kipindi hiki cha Kwaresma tuje tujitolee sana, na vyama vingine vya kitume na hata watu wengine tunashauri waje sana, wajitolee, waje kuwaona watoto na kutoa misaada yao mbalimbali. Tumefarijika sana kuona watoto, tumefarijika sana na tunashukuru Mungu kile ambacho tumejaliwa. Sisi kama chama cha kitume pamoja na wadau mbalimbali waliweza kutusaidia, tumeweza kuwasaidia watoto kuwaletea vyakula na vitu vingine mbalimbali.
Sister Flaiska Jeremia, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Moleka Mseto, amewashukuru wana CPT kwa kushiriki kutengeneza furaha kwa watoto hao. Kutokana na kutembea na wageni mbalimbali ambao wanakuja kuangalia watoto zaidi wenye mahitaji maalum. Watoto wenye mahitaji maalum wanajisikia vizuri kwanza, kwamba kuna watu wanawajali na wanafikiria kama na wenyewe ni watoto kama watoto wengine. Maana wakikaa bila kutembelewa na watu mbalimbali watajisikia kwamba labda wanaubagua. Lakini kwa vile watu mbalimbali wanakuja kuwatembelea na kwa ujio wa wageni wetu wa siku ya leo, utaongezea moyo zaidi wa kuweza kuishi kwenye mazingira haya kwa furaha pamoja na kujifunza na kujisikia kama ni watoto kama watoto wengine wa kawaida. Hata hivyo, wanafunzi wametoa shukrani zao na kuwataka wasichoke kuwatembelea wakati mwingine. Nipende kutoa shukrani zangu kwa wanafunzi wote, lakini pia kwa wageni walioweza kututembelea leo, na kwa kuungana nasi mmeweza kuonesha upendo, na Mungu anawabariki pale mlipotoa, na katika shughuli mnazozidi kuzifanya Mungu anazidi kubariki, na katika maisha yenu ya kila siku kitu cha kuzingatia ni kusali na kufanya kazi kwa bidii. Na tunawashukuru sana kwa kuja kujumuika nasi siku hii ya leo na kuonesha upendo wenu kwetu sisi. Sisi tunawapenda sana na tunazidi kuwaombea kwa Mungu mlipotoa awaongezee. Asante sana. Chama cha wanataaluma wa Kristo Tanzania wanafanya matendo haya ya huruma wakiongozwa na kauli mbiu isemayo Mungu kwanza.